Hamjambo. Marhaba. Basi tunamshukuru Mungu tena, tunaendelea na kasemina kadogo, lakini pia pamoja na maombi ya Mungu atusaidie mwaka huu 2026 kila mtu atamani kabisa kubadilika. Mwambie jirani yako, this is not a joke. This is not a joke. Yani jitahidi. Sasa utakaa miaka yote hivyo lini? Hata lini? Kila siku hivyo tu, unanuna, unachukia, msengenyaji, mnongunikaji, unachelewa tu kanisani, mzembe tu hivi. Yani miaka yote unazidi kuzeeka. Well, wacha utu wa nje uchakaya, lakini wa ndani ufanywe nini? Upya. Muongo, sio mwaminifu, yani unakuwa tu. Kwa nini usinyoke ndani? Yani hivyo, si ubadilike basi. Hata kamoja kaondoke leo, kale ka kienyeji kabisa cha kuonekana kwamba hivi mwaka huu sitaki kuchelewa ibada, labda itokea ajali tu njiani, lakini muda wa kutoka nyumbani na muda wa kuja kanisani umeshafanya calculation, unajua, si ndio? Kutoka nyumbani mpaka kanisani dakika fulani, labda tu itokea ajali ndio ikuzuie. Kwa nini usiwe serious kwamba mimi nataka hata katika kufika tu kanisani niwe mwaminifu? Kwa nini nisimpendeze Mungu wangu hata kwa jambo moja? Mungu nako pia akiona maendeleo, kumbe huyu jamaa huyu ameamua, basi atakusaidia. Bwana asifiwe sana. Tulikuwa tunaendelea na kipengele cha 4, nadhani kwamba namna tujifunze kuwaleta watu kwa Yesu, si ndio? Niwaambie kitu kimoja leo, kwamba kilichomfanya Yesu kuja duniani sio kuponya wagonjwa, sio kufanya miujiza ili watu wamshangae, awe celebrity, awe mtu muhimu, awe mtu maarufu, kutembea juu ya maji hazami tushangae. Kilichomfanya Yesu kuja duniani sio kufufua wafu na kuonekana maarufu au kufanya viwete watembee. Hiyo sio kazi. Sio miujiza iliyomleta Yesu duniani ili afanye hayo, ijapokuwa hayo aliyafanya pia, kwa sababu hata miujiza hata watu wengine wanafanya. Hata watu wengine wanatembea kwenye maji. Hujawahi kusikia watu wanatembea baharini, baadaye wanaingia ndani, wanaenda kukaa kule, alafu wanarudi? Mjawahi kusikia hivyo vitu? Si watu wanazamaga tu, wanaenda bahari, anatembea huyo, baadaye unashtukia juu ameenda, baadaye anarudi. Akija kuokoka ndio atakuja kusema. Mazingaombe yameshafanya, watu wanataga mayai. Kuna vitu vingi vimeshafanywa na watu, hata kuponya watu mifupa, watu miujiza. Kuna waganga wengine kule, sijui Ukerewe, sijui wapi kule, wanasema hawagusi mfupa hata kama umevunjika. Wanapaka dawa huku, wanafanya hivi mfupa kama mguku katikati, baadaye unapona. Wangapi wameshasikia hayo? Sasa hayo nayo ni miujiza. Sasa miujiza ipo mingi tu, lakini kitu cha msingi ambacho Yesu alikuja kukifanya hapa duniani ni kutafuta kilichopotea kimrudie mwenyewe Mungu aliyekiumba. Haleluya. Kutafuta aliyefanya nini? Aliyepotea. Mwanadamu mbele za Mungu ni mtu wa thamani sana. Bei yake ni sawasawa na mwana wa Mungu. Mtu mmoja bei yake ni sawasawa na mwana wa Mungu. Ndio maana mtu akiokoka moja tu, mbinguni kuna vigelegele, watu wanasherehekea. Ni furaha kubwa sana mbinguni mwenye dhambi moja akifanya nini? Akitubu. Nikupe ka story fulani hivi kalitokea siku nyingi kidogo. Nafikiri nilishawahi kushuhudia hapa nadhani. Kwa wale waliokuepo nafikiri nikianza watakumbuka. Mwaka fulani bwana,
tumepata neema ya kuondoka hapa Shinyanga, mimi na mke wangu na watoto, tunaenda nyumbani Singida kusalimia. Tukapata lifti ya gari ya mzee Milinga kipindi kile. Yeye alikuwa anaenda Dodoma kikazi. Tukaomba lifti hapo, tukapakia mizigo yetu pale juu, na baisikeli ya kwenda kutumia tukiwa kule tukaiweka kule juu kwenye carrier Land Cruiser. Tukaenda mpaka nyumbani kijijini. Wale waliofika kijijini kwetu wanajua. Tulikatisha pale Guguno huyo, tukaenda. Tukafika kijijini, tukatua pale, wakatupokea. Hiyo gari kapitiliza ikaenda Dodoma. Sisi tukabaki pale. Kama unavyofahamu kijijini watu wakafurahi Eli. Unajua kule wananitaga mimi Eli. Eli amekuja na watoto, wakuja na mke wake, basi wakatupokea vizuri, tukafurahi. Mchana hiyo jioni tukalala. Asubuhi kesho yake watoto wa kijijini wanaishangaa basikeli, si ndio? Tufundisha laziza kina Shangu wanapanda huyo wanakimbia nayo hasa wale kijijini wanashangaa, na kasichana kanaendesha basikeli. Basi akaanza kuwafundisha wale akina watoto wenzake wengine waanze kufundishwa. Ilikuwa ni mwezi wa 4 na kulikuwa na mtama na mahindi yameota kabisa hivi, umeshaanza kuchuma na mengine tunachoma. Kwa hiyo zile mitaya zile mipaka ya mashamba ni njia watu wanapita. Mashamba ni marefu, mimea ni mirefu. Ile kimbizana watoto wanakimbia wengi, wanafuata basikeli wengi hivi, wanafuata wanarudi hivi, tunasikia kelele. Baadaye wameenda mbali, ukafika wakati wa chai kunywa. Saa 4 sijui ilikuwa saa 3:30 sijui saa 4, hata sikumbuki vizuri. Tunatafuta sasa watoto, jamani njooni tunywe chai. Wanatafutwa, wakaja watoto. Imani haonekani. Imani huyu ambaye alikuja juzi hapa na familia yake, kipindi kile kadogo kabisa hivi. Imani haonekani, yuko wapi? Tafuta imani. Mlienda naye wapi Shangwe? Mlienda naye wapi? Tulikuwa tunakimbia tu hivi, watoto wengi wanatufuata hivi. Imani amekosekana. Ita na wewe, kimbia pale mashambani mle, zile njia hizo za kwenye mashamba mle, kimbia, hayupo. Pako majirani kule kwenye mashamba yao, kimbia kule, hayupo. Chai haikunyweka. Waliokunywa labda ni watoto wadogo tu, wale ambao walikuwa nakimbizana. Mimi, mama, tena kipindi kile Meki alikuwa mdogo, mama yetu. Yaani hivi, bibi yao ambaye ndio mama yangu mimi na wengine wote pale, mama wadogo wale upande wa baba wadogo yaani hivi, hakuna mtu ambaye alipenda kunywa chai tena. Mtoto amefanya nini? Tulihangaika, tulitafuta wadogo zangu wale, ndugu zangu wale wadogo zangu, na wengine na wake zao, tukahangaika, zunguka huku na kule, tunatafuta kijiji kizima. Tumetembea kwa miguu, tuna haha. Imani hayupo, mtoto amepotea. Bibi yao sasa ambaye ni mama, hii jamani, watu wa kijiji hiki, yani wameona tu mtoto wangu amekuja, wamemchukua. Wachai waliipata na wenyewe wanakemewa kweli. Wamemchukua na mtoto, jamani hivi yaye. Yani watu wanatafuta huku wanalia. Tumezunguka watu paka, hakuna mtu kunywa chai, hakuna mtu kula chakula mchana. Watu tunazunguka tunatafuta mtoto aliyefanya nini? Aliyepotea. Kweli tumezunguka, tumegawana maeneo paka vijiji vya jirani, tunaulizia hamna. Tukakata tamaa. Kipindi kile pia hakuna hata simu kusema kwamba jamani vipi huko umemwona, hamna hata simu. Paka rudi nyumbani uulize jamani vipi, bado mnaondoka tena kwenda. Kufika jioni kabisa saa 11 hivi, akaja mdogo wangu moja, wako naye imani. Ilikuwaje? Akasema mimi nimeenda paka kwenye center. Nilipofika kule kwenye center, ndio nikauliza jamani umeona mtoto hapa kadogo kako hivi keupe kako hivi na hivi. Yule mtoto alikuja hapa, yuko na mzee Mpule pale. Mzee Mpule baba yangu kipindi kile ameshastaafu, yeye ni mzee wa baraza la mahakama ya mwanzo. Yuko huko yuko. Ilikuwaje? Ndio akaenda kumkuta kule, ameshalia machozi amejichora.
Akaanza kusimulia sasa. Yule aliyempeleka kumbe alimwokota huku kijijini kwetu, akamchukua. Kalikuwa kanalia kwenye mashamba kule katikati ya mashamba kule. Anauliza, naitwa nani? Naitwa Imani. Imani nani? Imani Mpule. Hivi Mpule hivi. Anyway, twende. Kwenu wapi? Kwetu Shinyanga. Sasa mbona uko hapa? Tulikuja jana Singida, tukua baba na mama, kwa hiyo tulikuja Singida kwa babu. Sasa huyu mtu aliyempokea anawaambia kwamba tumekuja Singida. Yeye anafikiri Singida ya wapi? Ya mjini. Kwa hiyo ikabidi ampeleke kule center ili ampandishe mabasi ya kwenda wapi? Singida mjini. Ndio angepotea mara elfu zaidi. Sasa kufika pale stendi, katoto kanalia, tukako pale stendi, mabasi yanasubiriwa kapandishwe kaende Singida mjini ili labda akakutana na familia yake kule. Sasa wengine wakaanza kumuuliza pale stendi, wewe unaitwa nani? Imani. Imani nani? Mpule. Mpule? Mbona kuna mzee mmoja hapo, mzee wa baraza, mwalimu mstaafu. Sasa yeye hili jina si la ukoo wao, hebu tumuulize. Kwenda kuitwa mzee, alipotokeza tu baba kakamrukia, maana sikanamfahamu. Mjukuu nini huku? Kanalia tu. Ndio yule mwingine aliyemleta ndio akaanza kueleza. Sasa mdogo wangu alipoenda kule ndio akaenda kukuta hizo story kule, akamchukua wakaja naye nyumbani. Hapo ndipo tukajua njaa zinauma. Hapo ndio tukajua njaa zinafanya nini? Zinauma. Mtoto amepatikana, tunafurahi, tunashangilia, watu wakapika vyakula, tukala, tukafurahi, na tukahakikisha siku zote tulizokuwa pale wakitoka na macho yapo. Hakuna kupotea mtoto mpaka siku zote tulizokaa pale tukarudi. Sasa manake ni hii. Ndio maana Mungu alipoona watu wake wamepotea, akamtuma mwanaye kuja kutafuta watu. Wale wanaopatikana huwa kuna furaha kubwa. Vigelegele vinapigwa wapi? Mbinguni. Kwa hiyo hata mdogo wangu alipokuja naye tulishangilia sana, maana yeye ndio alifanikiwa kufanya nini? Kumpata, wakaja naye. Tulifurahi sana. Watu wote huku tulifanya kazi bure, lakini akaja. Sasa maana yangu ni hii, kama sisi tu mtu wa kawaida, mwanadamu wa kawaida, sisi ambao tupo, tunaweza tukapokea mtoto tukafurahi aliyepotea, alafu rohoni tunaitwa watu wa rohoni, alafu sisi watu wa rohoni hatuoni maumivu mtu akipotea. Hatuoni maumivu yoyote. Amerudi nyuma, amerudi nyuma tu, amerudi nyuma, amerudi nyuma bwana. Siku za mwisho hizo amerudi nyuma. Tunaendelea kunywa soda zetu na kula keki zetu hivyo. Huyo amerudi nyuma tu. Lakini inavyoonekana, inawezekana hatujui familia ni kitu gani. Kama tunaamini kabisa kwamba tumeokoka vizuri, maana hii ni familia ya Mungu, ni lazima tunapoona mwenzetu mmoja amepotea, ni lazima tuchukue hatua ya kumtafuta kwa bidii. Bwana asifiwe sana. Mwenzetu mmoja amerudi nyuma, ni lazima tumtafute kwa bidii. Jana tulizungumza habari za kuwaleta watu kwa Yesu. Amen. Na hilo ni agizo ambalo Mungu ametuagiza. Tena bahati mbaya sana ni kama vile hatuna utii wala unyenyekevu wa kusikiliza maneno ya Mungu. Ndio shida nyingine ambayo ipo hapo. Alafu bado tunasema sisi ni Wakristo, tunamsikiliza Mungu, tunampenda Bwana. Kwa mfano, katika Yohana sura ile ya 17 anasema hivi. Mathayo 28 mstari wa 19. Samahani, tuanzie pale kwanza. Mathayo 28 mstari ule wa 19. Anasema hivi. Tuanzie 16. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi?
nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Huyu Bwana wetu tunayemwamini amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Ndio maana akaitwa mfalme wa falme na Bwana wa mabwana, mwokozi wa ulimwengu. Basi enendeni, anasema kwamba enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hili ni agizo, enendeni mkawafanye. Sio nawaomba jamani, si nimeshawaokoa alafu nawaomba mwende. Enendeni, hiyo ni amri. Kwa mtu ambaye ameokoka na anamwelewa Mwokozi vizuri kwamba ni Bwana wa mabwana, ni lazima utatemeka na amri hii. Tuongeze kidogo hapa katika Marko sura ya 16. Marko inafafanua kidogo vizuri. Marko 16 mstari wa 15. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha kitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata nini? Afya. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Na wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Enendeni, sio na wasii, sio na waomba. Hii ni amri. Sasa tuende katika Injili ya Marko, Injili ya Yohana 17, ile ambayo ilikuwa nimetamka mwanzoni. 17 mstari ule wa 18 au kuanzia mstari wa 16. 17, 16 Yohana. Wao si wa wapi? Yaani sisi si wa ulimwengu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Yesu wetu si wa ulimwengu, kwa hiyo na sisi ambao tumempokea sisi si wa ulimwengu. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tunaposikia neno la Mungu la kweli, hilo ndilo neno la kweli, na ndio tunazidi kutakaswa, tunazidi kuwekwa katika kweli vizuri. Anaendelea tena, anasema hivi: kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo na aliwatuma hao ulimwenguni. Yaani vile alivyotumwa Yesu kuja kufanya yale ambayo aliambiwa aje afanye, sisi ametuachia hiyo kazi, tunaifanya sisi. Tena sehemu nyingine alisema kwamba naam, hata mambo miujiza mingine mikubwa mtafanya hata kuliko hiyo ambayo mimi nimefanya, si ndio? Sasa unaona hii mamlaka aliyopewa yeye ya mbinguni na duniani, na sisi ndio ametukabidhi hiyo, na sisi tunaweza tukafanya makubwa zaidi hata kuliko yeye. Ndio maana hata kina Petro walipobaki, wao walifanya mambo makubwa ambayo hata Yesu mwenyewe hakufanya. Wenyewe walikuwa wanaenda tu hekaluni kusali, wanaenda kusali, vivuli vyao, wagonjwa wanawekwa huku, vivuli vinawagusa, wagonjwa wanapona. Yesu hakufanyaga kitu hicho, hakuwahi kuponya watu na vivuli vyake na kivuli chake. Yeye aliwaponya kwa kuwagusa au kwa kuwatamkia maneno. Lakini akina Petro alikuwa anapita tu, kivuli kikimgusa mtu anapona, anaondoka, anaenda nyumbani. Bwana asifiwe sana. Sasa mamlaka ile ndio mamlaka ya kwake, ndio mamlaka yetu. Sasa inashindikanaje sisi kuweza kufanya kile ambacho tumeamriwa na Bwana wetu Yesu Kristo? Inawezekanaje tukashindwa?
aidha hatujitambui, hatujielewi, au ni wakaidi tu wa makusudi kukataa kile ambacho Mungu anataka kifanyike, ijapokuwa kina ahadi chungu nzima tena nzuri. Kwa mfano sura ile ya sura ya 12 ya Yohana mstari wa 26 au tuanzie 25. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atafanya nini? Wewe tu mtu wa kawaida, Mnyaturu, Msukuma, Muha, Mgogo haleluya, Mnyantuzu, Muhaya, Mkuria, Mzanaki, Msambaa, mtu wa kawaida tu. Aisi, Mungu ni wa ajabu sana. Inaonekana hii kazi ndio ya heshima kuliko kazi zote ambazo unaweza kuzifanya. Ya kuwaleta watu kwa Yesu ni kazi ya heshima sana. Ndio maana Mungu alikuwa anawaachisha kazi zile ambazo dunia inawaona kwamba ni kazi za thamani. Mtu yuko TRA kabisa, anapata mshahara, anaambiwa achana hiyo kazi, nifuate, takufanya uwe mvuvi wa watu. Mfanyi biashara na mitumbwi kama huyu nani, Petro na wengine, wanaambiwa acha kuvua samaki na dagaa hapa, twende unifuate, nikupe kazi nzuri za heshima kuliko zote, kuwatafuta watu waje kwa Yesu, uwe mvuvi wa watu. Unajua wapendwa, kazi ya Mungu ina heshima kuliko kazi zingine zote. Ngoja nikwambie, mtu aliyekuwa tajiri kama Elisha, Biblia inasema ya kwamba alikuwa na jozi 12 za ng'ombe. Maana yake ni ng'ombe 20 na ngapi? Kipindi kile kulikuwa hakuna Valmet, yani hakuna tractor, Masai Ferguson hazipo, Ford hazipo. Kipindi kile walikuwa wanalima na majembe ya ng'ombe. Maana hata sasa hivi mtu akiwa na jembe la ng'ombe kijiji inaonekana katajiri, si ndio? Ukiwa na tractor ndio zaidi. Sasa kipindi kile mtu una majembe 12 ya ng'ombe ni tajiri wa kupindukia. Kipindi kile hakuna hata baisikeli, hata gari hamna. Huyu mtu alikuwa tajiri kweli kweli, lakini anafuatwa pale na Elia. Bwana ameniambia nifuate, alafu wewe utakuwa nabii mahali pangu, maana mimi nitaondoka. Jamaa anaacha kazi ile ambayo ilikuwa inamletea sifa, inamletea pesa nyingi, inamletea heshima pia kijijini au katika nchi yake. Anaacha, anamfuata, anamfuata tu huyu Elia. Anapoenda kila mahali wako naye, anambebea mabegi, anambrashia viatu, huku anajifunza utumishi wa Mungu ukoje. Mungu aliwaachisha watu kipindi kile miaka ya nyuma. Siku hizi bwana watu waachi kazi siku hizi. Mimi nashangaa. Unajua miaka ile ya nyuma sisi tunakoka miaka ya 70 na kitu 80 hapa. Ninashangaa watu walikuwa naacha kazi. Watu tumeacha kazi, unaziona hivi mshahara unakuja unatazama hivi. Na unajua unaenda kulala njaa. Lakini mtu unaacha kazi. Watu wameacha kazi maofisini. Masaa 24 anaandika barua na anajua anaenda kuanzisha kazi. Na kipindi kile ilikuwa hivi, dini ilikuwa haikusapoti kwa chochote, wala kanisa halikusapoti chochote. Si umesema wewe umeitwa kuprove kwamba umeitwa, kafanya kazi tuone kama kweli umeitwa. Maana kuna wengine wanataka nimeitwa wana, kumbe anatafuta sadaka za nani? Sadaka za watu wamchangie. Sijui mnanielewa wapendwa? Kuprove kwamba umeitwa, nenda mwenyewe. Aliyekuajiri si ni Mungu, na aliyekuachisha kazi si ni Mungu. Yeye mwenyewe ndiye atakaye kuhudumia. Ndio ilikuwa kigezo kimoja wapo cha kujua kwamba huyu kweli ameitwa, kazi ionekane. Unaanza nyumba kwa nyumba, mtu kwa mtu, kijiwe kwa kijiwe. Unapiga kelele peke yako, unakuwa kama mwenda wazimu. Unaomba, unawafuatilia watu waliokoka,
Unaanza kukusanya darasani, hakuna hata jengo, nani atakujengea? Unaenda kwa mwalimu kuomba darasa la shule ya msingi, unaanza kusalisha pale, watu wawili watatu, mnadharauliwa, mnachekwa, wengine wanachomoka wanarudi kwenye dini zao. Wewe unakazana, unaanza tena upya hivyo hivyo. Baadaye watu wanaanza kukusanyika, kumbe kale kachungaji, kumbe yule mchungaji bwana ana wito. Baadaye watu wanakusanyika 5, 10, 20, 30, 40, 50. Watu wengine waheshima na wengine wanaanza walioajiriwa wenye pesa zao wanaanza kukusanyika, wanakusikiliza. Kumbe kale kajamaa kale, kumbe Mungu amemwita. Ndio wito ulikuwa unajulikana kwa sampuli hiyo. Mnanielewa wanavyozungumza? Hiyo ilikuwa ni kuprove. Hii ni kazi ya heshima, kufanya mbingu kila wakati na shangilia kwa vigelegele mbinguni kwa watu wanaotubu. Unaisababishia mbingu furaha, maana ni furaha kubwa mwenye dhambi mmoja anapofanya nini? Anapotubu. Vigelegele vinapigwa mbinguni, lele. Sasa unaonaje ukiwa msababishaji wa vigelegele mbinguni kila siku? Kila siku tu unasababisha mbingu inafunguka. Haleluya. Wewe unazidi kunyenyekea hapa, lakini kule mbinguni unakuwa maarufu. Kama unavyoona huku duniani akina Ronaldo wanavyofunga magoli na akina Messi, mpaka wanajulikana dunia nzima. Si jamaa akiingia mpirani lazima afunge goli tu. Mnashangilia, mnafurahi. Na wewe jamaa akianza kushuhudia lazima apate tu watu wa kuongoza sala ya toba, ile mbingu zifurahi kule na kupiga vigelegele. Hiyo ninapoona watu tunashindwa, aidha tumefungwa au hatujitambui, au ile DNA ya huduma ya upatanisho ndani yetu haipo, ila tu tuko kidini. Huduma ya upatanisho haipo. Kweli kabisa wapendwa, kama siku zile mimi nimeokoka Jumamosi, Jumapili nikashinda, Jumatatu asubuhi kuna jamaa akaja kunidanganya. Jamaa yule aliyenileta akaja kunifungua, nikaona wewe ni mwongo. Jumanne nikaenda kumshuhudia mchungaji wangu, naye aokoke, maana namjua, wote tukwaga tunafanya mambo na yeye, najua hawezi kunidanganya. Mnanielewa wanavyozungumza? Nikamwambia mchungaji, okoka. Kwani okoka? Yeye alikuwa anavaa majoho ndio anasalisha, lakini namfahamu hajaokoka, maana kwa tunakutanaga maeneo. Sijui maandiko mengi, lakini kiu ya kumfanya okoke ipo. Ile huduma ya upatanisho ambayo inawekwa ndani yetu tukiwa viumbe vipya, ndiyo ambayo ina activate, inafanya kazi, inauma ndani, yani inatoka. Sasa leo inawezekanaje tukakaa kabisa mwaka mzima hujawahi kumwambia mtu hata mmoja habari za ufalme wa mbinguni? Ni shida kubwa. Kama vile Yesu alivyotumwa na baba yake, na sisi tumetumwa vile vile. Unapookoka tu sio lazima ujaze Roho Mtakatifu. Ukijaza Roho Mtakatifu, hapo ndipo unapata booster, unabustiwa zaidi. Ni kama vile unapata speaker kuzungumzia kama hivi hapa, speaker hizi zinazungumza, nimepata booster hapa. Lakini bado naweza nikaongea hivi. Lakini ukijaza Roho Mtakatifu unapata booster zaidi. Ndio maana wale waliookoka mapema, wale thenashara kabla hajajazwa Roho Mtakatifu walishuhudia, na wale 70 kabla hajajazwa Roho Mtakatifu walishuhudia, na wakaleta watu wengine. Baadaye walipokuwa wengi ndio wakaambia, msitoke hapa Yerusalemu mpaka mpokee uwezo utokao wapi? Utokao juu, ndipo mtakuwa mashahidi. Sio wainjilisti wangu, sio manabii wangu, sio mitume, mtakuwa mashahidi kuanzia hapa Yerusalemu, Uyahudi, Samaria, hata mwisho wa nchi. Kwa maneno mengine, ukiwa na Roho Mtakatifu ndio utawaka zaidi, utakuwa na nguvu kubwa zaidi. Sasa Mungu atusaidie mwaka huu tuwe washuhudiaji kama yule mama tu aliyokutoka kisimani na Yesu akiteka maji, hajajazwa Roho Mtakatifu wala hajabatizwa kwenye maji mengi, akaenda kuwaleta kijiji kizima, wakaja wakaokoka, wakamwamini Yesu Kristo. Kwa maneno mengine, wakamwamini Yesu Kristo. Alafu mtu aliyewaambia ndio yule tu, kwanza ni kahaba, alafu ameokoka, amemwamini Yesu Kristo, akaenda kuwaita, akashuhudia kile kilichotendeka, wakaja.
Alafu akamsihi Yesu, kaa na sisi hapa. Akakaa siku 2, jamii kubwa ya watu wakaokoka au wakamwamini Yesu Kristo kipindi hicho. Mungu atusaidie sana wapendwa, tusikae bure bure kipindi hiki. Jamani, hizi ni siku za mwisho. Mungu ametuweka hai si tu kutuone matukio ya siku za mwisho, mbali na matukio ya siku za mwisho ambayo ndio tunayashangaa. Hapo hapo tunapoyashangaa, tuwaambie watu habari za ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni, maana ufalme wa mbinguni umefanya nini? Sio nasi tushangae jamani siku za mwisho. Hebu angalia ndoa za wanaume kwa wanaume, za wanawake kwa wanawake, watu naumbwa. Sijui siku za mwisho hizi jamani, hivi na hivi watu wanatoana kafara. Hivi jamani siku za mwisho hizi. Hapana, wakati mambo yanapoendelea na sisi huku tunawaambia watu habari za kutubu dhambi zao, wamwamini Yesu Kristo awe Bwana Mwokozi maisha yao. Haleluya. Wengine wapo makanisani, usifikiri eti wanamjua Mungu. Wale walioko makanisani wengine ni wabaya kuliko hata wapagani wale wasiomjua Mungu. Mungu atusaidie sana. Sasa leo nataka tuzungumze habari za kujifunza kumlea Mkristo mpya. Kumlea Mkristo mpya. Hili ni kosa tunapolifanya, shetani anashangilia sana. Tunapoona hatumtake care. Yaani hatumlei yule mtu ambaye mwamini Yesu Kristo. Hatumlei, hatumsaidii. Tumemwacha tu. Shetani anafurahia kuliko unavyofikiria. Umehangaika, umeomba Mungu okoa watu, okoa wenye dhambi, Mungu ni kama vile umehangaika, umechukua mimba miezi 9, baadaye unakuja kuzaa mtoto, baada ya sekunde 2-3 amekufa. Inaumaje? Haleluya. Wakristo wapya ni vizuri kuwalea. Mtoto mchanga anapozaliwa huwezi kumwacha tu ajitegemee hapo hapo. Haiwezekani. Hata wanyungu porini huwa anababaika. Ataanza kutembea baada ya muda mchache, lakini bado hajui ale majani vipi, bado anategemea mama yake aweze kumnyonyesha. Mtoto mdogo wa kiroho, angalau kwa kiwango cha chini kabisa, mafundisho ya awali, na baada ya mafundisho ya awali bado wanaendelea. Mtu kuja kuachiwa ajitegemee ni miaka 3. Miaka mingapi? Miaka 3. Ndio maana wanafunzi wa Yesu aliwaacha miaka 3. Hata hivyo baadaye akawaambia, msitoke hapa kwanza. Yerusalemu mtapokea msaidizi mwingine, yule ndiye atakayekuwepo badala yangu. Huyo sasa ndio ataendelea kuwa na ninyi. Watu wameshakuwa watu wazima hao. Katika kulea kuna gharama kubwa. Malezi yana gharama. Malezi yana nini? Yana gharama. Mtu unalea mtoto mpaka anaanza kuzungumza besi, mko naye, anaenda mpaka chuo, bado unamhudumia. Wakati mwingine amemaliza chuo, anakosa kazi, bado unamhudumia. Tangu umemzaa mpaka hapo, akipata kazi kule sasa ndio unamwachia ajitegemee. Ni kazi kubwa kulea, wapendwa. Wewe kusema mimi nimeshakusomesha mpaka la 4 imetosha, mambo mengine jishughulikie wewe mwenyewe. Katakuwa katoto kamitani. Ukimwacha bila kumhudumia mapema, atakuwa mtoto wa wapi? Mtoto wa mitaani. Mungu atusaidie sana. Watoto wa mitaani wako wengi sana hapa sasa hivi. Hata hapa Shinyanga wapo wengi tu. Jana nikaenda mahali fulani, nikashuka hivi kwenye gari, nikatoka hivi, nikaona wamekaa pale watoto 4. Kingine kadogo kabisa kako hivi, kana miaka nafikiri 5 hivi.
kakatangulizwa na wenzake, wamekaa pale kwenye kijiwe fulani, kwenye daraja. Nenda huyo, nenda. Wakaja, nikaona tu wamemtuma, amekuja. Baba, shikamoo. Marahaba, naomba hela ya daftari. Daftari? Hela za daftari? Wewe unasema wewe? Huku kana watazama wenzake nyuma. Nikajua huyu ametumwa na wale wengine ni vijana wadogo na miaka 8, 9, wengine labda 7, wako pale. Inaonekana wana akili, wapate hela afu wakale au wakafanye nini. Ndio nikawaita, njoni hapa. Mmemtuma huyu? Yeye anasoma chekechea. Chekechea natafuta madaftari ya nani? Daftari ngapi? Wanasema madaftari, sio daftari, madaftari. Chekechea wanaanzaga na madaftari kweli? Sasa ngeniambia anataka vizibo vya soda labda kwenda kuhesabu, ataandika nini? Hebu acheni hiyo tabia. Sasa kuna mtu mmoja bwana, hawa vijana hawa hata hawasomi, wanazurura tu, wanaomba hela kwa watu, lakini wana wazazi wao wametelekezwa mahali fulani. Sasa watoto wa kiroho tusipowalea, tusipotoa gharama, hawatakuwepo tena. Ndio wanabaki wanazurura tu kwenye makanisa mengine, wafu wanazidi kuwa sugu. Matokeo yake hata kwenye wale makanisa wa manabii na mitume haya ya uongo, maana mitume na manabii wa uongo ambao wametapakaa wengi sasa hivi duniani, wako kwa ajili ya kuconfuse. Ukienda kumwambia mtu habari za Yesu, anaona ni uongo tu, lakini kumbe sio uongo habari za Yesu, anaona ninyi ni wale tu. Ndio maana kwambia dini siku hizi ni biashara. Kumbe wala sio biashara, kuna watu wananena kweli hapo. Haleluya. Kuna watu wanazungumza kweli hapo, ila tumeshajumlishwa wote ni biashara. Kumbe sio biashara. Hii yote ni kwa sababu ya kutokuwalea pia watoto wa kiroho wanapookoka. Kuna gharama kubwa kwenye kulea mtoto. Kwa mfano tu, kwanza maswali mbalimbali magumu. Mtu akiokoka anakuwa na maswali mengi sana. Maswali mengi sana. Wanaanza kuuliza, hivi Mungu baba yake ni nani? Ndio utajua utajibuje. Na mtu yuko serious. Mungu amezaliwa na nani? Nani mwaye kusikia maswali ya hivyo? Sasa umejibuje? Sasa unaanza kujibu, unaanza kutafuta namna ya kumjibu kwa hekima na kwa kujaliwa na Roho Mtakatifu. Ni gharama kubwa. Kwa hiyo lazima tukae sawa. Kuna maswali magumu mbalimbali yanayoulizwa, na ujue namna ya kumjibu. Mkristo mchanga anaweza kuuliza tu, ndoto, nimeota ndoto ya hivi na hivi. Hivi mtumishi wa Mungu, maana yake nini ndoto? Maana yake ina hii na hii. Lazima uwe rohoni kumjibu hayo maswali. Maswali ni matata yale. Mnanielewa ninavyozungumza? Au maono, mimi nilionyeshwa hivi na hivi, nilikuwa hivi na hivi na hivi. Maana yake nini mchungaji? Au mpendwa, maana yake ni mimi nimeota hivi na hivi na hivi. Ni nini? Maswali magumu, ujue namna ya kumjibu kwa hekima. Roho Mtakatifu akujalie namna ya kujibu yale maswali. Unaweza kujibu vibaya akapotea moja kwa moja. Maswali mengine, na huyu naye ameokoka. Kuna siku moja tulipokuwa sijui Delight, sijui pale Pamwin, ilikuwa hivi. Kuna ndugu moja akikuja, yeye anaendesha, ni taxi driver. Kumbe anachukuaga wateja, anapeleka wapi kule, anapeleka Ngokolo, anapeleka Ibinzamata, anapeleka Ndala, anapeleka Majengo, hivyo tu anapeleka. Ndio taxi driver. Sasa ameshuhudiwa yule baba amekuja kanisani, yuko pale, akamkuta ndugu mmoja yuko pale, na yuko kanisani anapiga pambio, ananena kwa lugha sana. Tulipotoka, mchungaji, na huyu naye ameokoka. Sasa wakati yeye hayupo hapo, huyu nani? Yule naye ameokoka. Yeye ameokoka. Amna, ukitaka labda kwa sababu anione hapa, ninamfahamu hawala yake, namfahamu gesi naye wapelekaga. Mnanielewa ninazungumza?
Unaweza kufikiri uko hapa hujulikani mambo yako, atakuja kuokoka mtu ambaye anakujua, anakufahamu. Kumbe na huyu naye ni mzee wa kanisa, kumbe naye huyu ni shemasi, kumbe yeye naye ni mchungaji. Hivi mnanielewa wala kuzungumza? Ukashangaa. Sasa hilo swali utalijibuje? We maana humjui, hujui huyo mshirika mwenzako, humjui alivyo, ila mtu huyu amekwambia, utalijibuje? Lazima Roho Mtakatifu akusaidie. Unajua bwana, hamna shida, hata shambani hata upalilieje magugu yapo. Hata upalilieje magugu. Ndio maana Yesu alisema kwamba yaacheni yakwe na nini? Na ngano. Wakati wa kuvuna ndio itajulikana. Ngano itaenda galani, magugu kuchomwa. Sasa hapo ndipo unajifunza vitu vingi mno. Unajua, unaposhuhudia watu kuna mambo mengi yanafanyika. Amen. Kuna watu wanaokoka wanakuja kugundua vitu vingine. Baadaye anasema kumbe hakuna wokovu bwana, kulingana na aina na tabia za watu wale wanaowajua mitaani huku walivyo. Kuna dada moja mahali fulani, ule ni ushuhuda wa kanisa fulani hivi, niambiwa na yeye, wakati kabla hajaokoka alikuwa anasumbuliwa sana na miguu, anaumwa mno, anaumwa, amezunguka hospitalini humu, imeshindikana. Huko chini kule, sijui kama unaenda kule Mwangosha, wapi kule, huko kama unaenda Mwantini, kuna mganga moja miaka ile amekwenda sasa kuaguliwa kule aponywe miguu yake. Ameenda kule kuponywa, amefika kule akakuta watu wako pale wanasubiri. Akakuta na kijana mmoja yuko pale wa kiume, naye akaingia wa kwanza, akafanyiwa huduma, akatoka. Naye baadaye akaingia, naye akafanyiwa huduma ile na mganga yule, akatoka. Hakupona. Akaja akaenda kwenye kanisa mojawapo la kuombewa hapa mjini. Alipofika kule kuombewa, kwanza ile siku amefika kanisani pale, akamwona yule kijana ndio yuko kule kwenye kwaya. Anaimba kwaya, yuko kule kwenye kwaya. Sasa alipoombewa akapata nafuu, akamuuliza, na yule kijana mrefu huyo mwembamba yule mweupe, naye ameokoka? Ameokoka siku nyingi yule, tena mwimbaji mzuri. Hivi mnanielewa ninapozungumza? Ameokoka tena ni mwimbaji mzuri tu. Mwimbaji mzuri. Juzi wiki iliyopita tulikuwa wote kwa mganga kule. Jichungeni maisha yenu. Tutaanza kushuhudia watu, wataanza kuja hapa, mtaumbuliwa. Mtaumbuliwa mpaka mtachanganyikiwa, utashangaa. Utasema, hasa hii nayo imetokea wapi tena? Wakati mwingine labda tutaki kuwashuhudia watu wakoe kwa sababu tuna hidden agendas. Tuna agenda za siri kule. Wakija hapa labda watakuja kutuumbua nini? Ngumu sana haya mambo. Kwa hiyo mtu akiokoka kuna gharama zake. Amen. Tuweze kuwatunza, kuwajibu maswali vizuri. Utapambana na mambo magumu. Hawa wanaokuja kuokoka watatuumbua watu wengine humu, wataumbuliwa tu. Jana tu wakati nashuhudia mahali fulani, jana tu mchana, kuna dada moja kananiambia, mchungaji, karibu takuja kanisani kwako. Kuna nini? Nimepata mchumba kanisani kwako. Anaitwa nani? Fulani. Hilo jina nikalitafuta hata silipati. Unamfahamu mchungaji huyo? Mimi simfahamu sana. Wewe unaweza kumfahamu, mimi simfahamu. Jina hili kabisa hili. Una picha yake? Mimi sijachukua picha yake, ila jina hili hapo. Nani huyo? Akataja jina. Hakuna mtu hata mmoja hapo hivyo. Akasema, haya. Nikamwambia karibu kanisani. Akasema Jumapili nitakuja. Uje unionyeshe ni huyu hapa.
Wewe atakuja Jumapili hapa. Sasa wewe unaweza kufikiri uko salama, kuna watu wataguswa kule, watafanya nini? Wataokoka. Kuna wengine mko kwenye vilinge vimoja vya kichawi, ataokoka mmoja anasema hamna mchunga, mimi niseme kweli leo. Tunakwaga wote. Watu watakuja kusalitiana hapa, mtakuja mkimbiane humu ndani. Shauri yenu, okoka vizuri. Bwana asifiwe sana. Okoka nini? Okoka vizuri. Kuna gharama ambazo tunatakiwa tuzikabili. Kuna watu wataokoka, wataacha shughuli zao za kawaida walizozoea kupatia pesa, labda wanajiuza, labda ni mabamedi, labda wanafanya biashara za pombe au madawa ya kulevya, wataacha. Sasa wakiacha watafanya nini? Sisi ndugu zake ndio tunatakiwa kuwahudumia, kuwalisha, kuwatunza. Maana mtu alikuwa anajiuza au anauza baa, hawezi tena kwenda kule, au anauza madawa ya kulevya, ameacha. Atakula nini? Atavaa nini? Atalipa kodi ya nyumba na nini? Lazima tusimame kukabiliana na hayo mapungufu atakayokuwa nayo yule mtu husika. Mnanielewa? Ndio maana kanisa la kwanza walitoa vitu vyote wakaviweka wapi? Miguuni pa mitume. Na bado vilipowekwa pale, si kwamba wenyewe mitume wakajimilikisha zikawa vya kwao. Hapana. Biblia inasema kwamba wakawa wanagawiana kila mtu kwa mahitaji. Hakuna mtu aliyepungukiwa na nini? Na kitu. Wote wakawa sawa sawa. Asa wewe niambie vitu kama hivyo. Maana anajua kabisa kwamba wengine walikuwa wanafanya biashara mbaya. Hasa nani atawahudumia na wameokoka? Hawezi tena wakarudi kule walikotokea. Gharama, watu waliuza viwanja, pesa zikaja kanisani, wakagawiwa watu. Watu waliuza nyumba zao, pesa zikapatikana kuwahudumia hawa watu. Watu walitoa kwa kiwango kikubwa ili kukabiliana na hili wimbi kubwa la watu, kwa sababu waliokuwepo walikuwa ni 120. Lakini siku ile Petro amehubiri wakaokoka 1000 ngapi? Watu 120 wahudumia watu 1000 ngapi? Ilikuwa sio kazi ndogo. Tena kwa siku 2-3 hizo wakaongezeka mpaka wakafika 1000 ngapi? 5000. Ilikuwa sio kitu kidogo. Ilibidi utoaji uhimizwe kwa nguvu ili kukabiliana na mahitaji ya wale watu ambao wamekata shauri. Haleluya. Hiyo tukae sawa sawa na usiwe mwenye mifu. Wakati mwingine Roho Mtakatifu atakwambia peleka kilo 2 za mchele au za sukari au za nini za unga kwa fulani. Tutazidi kujifundisha hapa pia kumsikiliza Roho Mtakatifu anasemaje. Mbona zamani alikuwa anasema jamani, unasikia kabisa peleka shilingi kadhaa kwa mtu fulani. Unafika pale kweli mtu anashukuru, anasema Mungu ameleta, wakati ameona mtu ameleta, lakini anasema Mungu, kwa sababu tayari alikuwa anahitaji hilo. Mungu huwa anasema na watu. Lazima pia hiyo tujue kumsikiliza Roho Mtakatifu anasemaje. Sauti ya Roho Mtakatifu nasema nini? Bwana asifiwe sana. Tutagharimia au tugharimie kuwatunza watoto waliokoka. Kwa mfano kama sasa hivi nauli za kutoka sijui wapi boda paka hapa shilingi 1000, shilingi 2000. Mtu aliyeokoka hivi karibuni haoni maana kutoa hela yake. Lakini wewe ambaye unajua thamani ya kuja katikati ya wiki unatoa. Dada twende, au ndugu yangu twende, tupande bodaboda, mshikaki, huyu mnakuja, mnarudi naye. Hiyo ndio huduma. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine unamwambia, unafanya connection na mtu ukimwona hali yake. Mbona sikukuona wiki iliyopita? Mbona sikuona jana Jumatano? Juzi Jumatano nilikuwa wapi? Unajua nilikuwa na shida bwana. Nauli jamani ni mbali. Basi wewe unakuja, mimi nitakulipia na ulipe kweli. Ndio namna kulea mtoto mchanga. Saa zingine unaenda nyumbani kwake, unaangalia anakula nini, analalia nini.
ana njaa, wakati mwingine hajala, atachukuaje shilingi 2000 apande bodaboda kwenda na kurudi wakati hajala? Wewe unaangalia pale, na wakati wewe una chakula kingi, unachukua chakula chako unampelekea, unamtia moyo. Huko ndipo kutunza mtu aliyekata shauri hivi karibuni, mtoto mchanga, ili asimame mwenyewe baadaye. Haleluya. Kuna vitu vingine usimkwaze katika Mathayo 18 hapo. Niwahi kufundisha siku moja hapa, lakini sura ya 4 nasema hivi: basi yote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu anipokea mimi. Bali atakayemkosesha mojawapo wa wadogo hawa waniaminio, yamfaa afungiwe shingoni jiwe kubwa la kufanya nini? La kusagia, na kutoswa katika kilindi cha bahari. Mtoto unapomkosesha, kumkosesha kivipi? Nilishawaambia na anasema tena, Mkristo mchanga usikope pesa kwake, usiende kuazima hela kwake, maana anakujua wewe ni mtu wa kweli kabisa. Alafu unamwambia kesho kutwa tu nitakurudishia laki yako, au mwisho wa mwezi nitakurudishia pesa yako, au mwisho wa wiki nitakurudishia pesa yako. Mwisho wa wiki inafika, haujamrudishia, anakushangaa. Na alikupa akikuamini kwamba utafanya nini? Utamrudishia. Anakushangaa. Alafu hiyo wiki inapita, humpi, na wiki nyingine tena humpi, lakini anakuona wakati wa kuimba unakuja hapa, yeye ni yule Sasa huyu jamaa anajitambua kweli huyu? Sema chukua hela yangu, alafu tena hivi anarukaruka hapo mbele, au anaimbisha huku mbele, yuko pale juu anaimba kabisa hivi, anaimba. Lakini sasa linaambia tanipa hela, sasa inakuaje? Alafu mnatoka kanisani, sasa ule mzigo wangu bwana vipi? Takupa tu, hamna shida. Unamkwaza. Amen. Unafanya nini? Kumbe hamna lolote hapa. Huyo anarudi kule alikokuwa amezoea kwenda. Kumbe ni wale tu. Usikope, usiazime hela kwake. Hilo ninawaambia tena. Usiazime hela kwa Mkristo mchanga, hata kama ni tajiri kiasi gani. Acha. Mkristo mchanga usimkopeshe wewe, usimwazime hela zako. Kitu cha kufanya, kama amekuja ana shida ya 100,000, kama huna mwambie tu sina. Kama unazo, hata kama unazo zote, ukitaka kumpa mpe, mwambie mimi nakusaidia tu, hii usinirudishie. Mnanielewa ninavyozungumza? Nakupa ndugu yangu, nikushike mkono, nakupa hii 100,000, Mungu akubariki tu, wala usihangaike kunirudishia. Hiyo ni nzuri. Kama una kidogo, mwambie nakupa hii 50,000 au 30 au 20, nakupa hii, wala usihangaike kunirudishia. Katafuta nyingine ujazilizie, ila hii mimi sikudai. Hapo atakuwa na moyo wa kuendelea kuja kanisani. Kwa mfano, akichukua pesa kwako, anashindwa kuirudisha kama vile alivyokuahidi, ataogopa kuja wapi? Kanisani. Na akiogopa kuja kanisani, ndio umemuua. Mahali kanisani ndio mahali pekee pa kunyonyea maziwa yasiyogoshiwa. Ndio mahali pekee pa kucharge imani kwa kusikia neno la Mungu. Sasa anapokosa charging, anapokosa maziwa yasiyogoshiwa, anakufa. Anaisha haraka. Ndio maana si vizuri kumkopesha alafu naanza kubudai akiwa mchanga. Hapana. Kama unampa, mpe, au mpe kidogo atafute zingine mahali.
hata kuogopa wewe, ataendelea kuja kanisani. Hata kama atadaiwa kule, atakuja, jamani na madeni, naomba mniombee. Tunamwombea, Mungu anaweza kufungua mlango. Lakini anakuona wewe hapo hajingo. Jamani, mpaka hapo mmenielewa? Mtembelee, mjulie hali, pata taarifa zake kila siku anaendeleaje. Kila siku pata taarifa ya Mkristo mchanga. Usisubiri mpaka Jumapili. Jumapili unaangalia, huwa anapendaga kukaa hapa. Unaangalia hivi hayupo, unaangalia hivi hayupo. Mungu huyu mwema, mnaendelea kuimba pambio. Yeye hayupo. Na ukitoka pale, wendi hata kumtazama wala kumjulia hali, wala huwezi kumpigia simu. Ndio ameishia hivyo. Shetani anapiga vigelegele. Wakati mbingu zilipiga vigelegele, lakini baadaye pia kuzimu inapiga vigelegele, kwamba tumemweza. Aliondoka lakini tumemrudisha, na sasa hivi hawezi kurudi tena, maana tunamvunja kabisa na miguu. Mungu atusaidie sana. Sasa mimi nishia hapa tu kidogo kuhusu mambo mawili. Tumshukuru Mungu, alafu saa 11 kamili hapo, saa 11:30 chap tumalize, tuondoke. Wale wanaojiandaa watakwenda kujiandaa nyumbani. Saa 4 kamili tunarudi katika maombi hapa usiku wa leo. Lakini kwa haya machache, ninaomba Roho Mtakatifu akusaidie mwaka huu utekeleze haya ambaye umeyasikia, na ninaamini utafanikiwa na utajua. Mungu atakupa neema hiyo, atakusaidia. Karibu mwimbaji.